Kama kawaida, karibu sana mtazamaji wa Zone Media, nikufahamishe yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa kuna taarifa ambayo imeripotiwa na The New York Times ikisema kwamba Marekani imedai kwamba ilizuia mpango wa Israel wa kuwaua wajumbe wakuu wa mazungumzo wa Iran. Hapa tukimzungumzia Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, ambaye ni kiongozi wa timu ya mazungumzo, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akiwa na msemaji wake Ismail Baghei, pamoja na maafisa wengine wa Iran. Taarifa inasema maafisa wa sasa na wa zamani wa Marekani wamefichua kuwa Washington iliamini Israel ilikuwa inapanga kuwaua baadhi ya viongozi wakuu wa Iran waliokuwa wakiongoza mazungumzo ya amani, hatua ambayo ingeweza kuvuruga juhudi za kumaliza vita kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa maafisa hao, Israel iliwalenga waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf wakati mazungumzo ya usitishaji mapigano yalipoanza mwezi Aprili. Marekani ilihofia kuwa iwapo viongozi hao wangeuawa, mazungumzo yangesambaratika na mapigano yangerudi kwa nguvu. Kutokana na hofu hiyo, Washington ilizitaka baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati kuionya Iran kuhusu uwezekano wa viongozi hao kulengwa na mashambulizi ya Israel. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mwanzoni mwa vita, Marekani na Israel zilikuwa na malengo yanayofanana. Hata hivyo, baadaye tofauti zilianza kujitokeza. Marekani ilianza kushinikiza kufikiwa kwa makubaliano ya amani, wakati Israel iliendelea kutaka kuendeleza mashambulizi ili kuiondoa madarakani serikali ya Iran, kuharibu vikosi vinavyoungwa mkono na Tehran katika eneo la Mashariki ya Kati na kudhoofisha programu ya makombora ya Iran. Vita vilianza Februari 28 baada ya shambulio la Israel lililomuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na viongozi wengine waandamizi. Taarifa hizo zinadai kuwa operesheni hiyo ilitekelezwa kwa msaada wa taarifa za kijasusi za Marekani. Ripoti hiyo pia inasema Israel iliweka kipaumbele kuwaua viongozi wengi waandamizi wa Iran, wakiwemo baadhi ya maafisa waliokuwa wakionekana kuwa na msimamo wa wastani ambao utawala wa Rais Donald Trump ulitarajia kufanya nao mazungumzo. Araghchi na Ghalibaf waliendelea kuongoza mazungumzo na nchi mbalimbali ili kufikia usitishaji wa mapigano na baadaye makubaliano ya kudumu ya amani. Mwezi Juni, Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya awali yaliyolenga kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kuweka msingi wa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, viongozi na wachambuzi nchini Israel walipinga makubaliano hayo, wakisema hayakutimiza malengo yao ya vita. Pia walieleza wasiwasi kwamba makubaliano hayo yangeiwezesha Iran kupata fedha nyingi za kujijenga upya bila kuzuia kwa kiwango kikubwa mpango wake wa nyuklia. Ubalozi wa Israel mjini Washington ulikataa kutoa maoni kuhusu madai hayo. Kwa upande wake, afisa mmoja wa Marekani alisema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea, akibainisha kuwa mjumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner walifanya mikutano yenye mafanikio nchini Qatar. Afisa huyo alisisitiza kuwa Rais Donald Trump anaendelea kuunga mkono mchakato wa amani na anataka mazungumzo hayo yaendelee hadi yatakapokamilika. Kupitia ripoti ambayo imeripotiwa na The New York Times kutoka nchini Marekani kwamba Marekani iliuzuia mpango wa Israel wa kuwaua wajumbe wakuu wa mazungumzo wa Iran kwa kuhofia kwamba huenda vita vingekuwa vikubwa zaidi na vyenye athari zaidi. Hivyo haikuwa sawa kwa viongozi wa Iran kulengwa na Israel. Basi leo hii nitakujuza taarifa nyingi kutoka huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo leo hii tutaangazia zaidi pale nchini Irani, maandalizi ya mwisho zaidi ya kuelekea ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ali Khamenei.